Okay, tumefika kipengele kimoja mbele kidogo tu ya court currency. Kimsingi ni court currency ile ile, tunaifafanua kidogo. Imegawanya, tuseme kwamba kila kitu unachokifanyia biashara unafanya kikiwa katika pea. Hata unaponunua mchele, maana yake unaweza tu kwa haraka haraka ukahisi unafanya biashara ya mchele, ila unafanya biashara ya mchele kwa kutumia currency, kwamba mchele wangu nauza kwa kutumia Tanzania shilingi, kwa kutumia Kenyan shilingi. Maana yake po tumeongelea mchele na currency, mchele na fedha. Kwa hiyo hata huku bidhaa zetu zimekaa katika mgawanyiko huo, kwamba tunapoongelea Euro USD, maana yake ni sarafu ya Ulaya, ya Umoja wa Ulaya, kwa kutumia sarafu ya Marekani, Euro na USD. Maana yake ni Euro versus USD. Kwa hiyo sasa, katika mpangilio wa hiyo pea, kinachoanza ni bidhaa, kinachofata mbele yake ni fedha ya kuifanyia biashara hiyo bidhaa. Hatuanzi mchele Kenya shilingi, tunaanza mchele kwa kutumia sarafu ya Kenya, mchele kwa kutumia sarafu ya Tanzania, fedha ya Tanzania. Kwa hiyo kwenye pea yako pale tulianza kwa kutazama nini? Muundo wa zile symbol za currency. Kwa hiyo sasa utakuta sasa kwamba kuna nilitaka kuchora chora, nahisi kitakuwepo nachotaka kukichora. Kuna hii hapa Euro USD, maana yake sarafu tatu za mwanzo ni item moja, sarafu tatu za mwisho ni item ya pili. Sarafu tatu za mwanzo ndio bidhaa kwenye hii pea yetu, kwenye hii bidhaa yetu, sarafu tatu za mwanzo ndio bidhaa yenyewe. Sarafu tatu za mwisho ni fedha ya kuifanyia biashara hiyo bidhaa. Kama ingekuwa ni mchele huu, hizi sarafu tatu za mwanzo ndio mchele, alafu sarafu tatu za mwisho ni fedha unayoifanyia biashara hiyo, ni fedha unayonunulia na kuuzia huo mchele. Kwa hiyo Euro USD, Euro ndio fedha kwenye hii pea, alafu USD ni sarafu ni fedha ya kufanyia biashara ya euro. Kwa hiyo tukisema mbele yako kule kwenye kotsi, utaona kuna namba zinabadilika badilika, ndio bei. Sasa bei za nini? Bei za euro kwa kutumia fedha hii, kwamba kimsingi ingepaswa kuandikwa hivi kwa mtu kama Matonange. Ikiwa hapa haipo hii moja, unajisemaga tu mtaalamu wa hesabu. Ikiwa haipo hii moja, sio lazima wakuwekea hapa ili kujua hii ni euro moja. Hii ni euro moja kwa kutumia USD labda 1.33 sijui ngapi ngapi, huku utakuta desimali ziko 5. Maana yake ni euro moja inanunuliwa kwa USD 1 point hiyo hiyo. Utakuta wamekuwekea makundi mawili, na huku tena moja labda 0.3 labda 8 ngapi ngapi huko. Maana yake ni kama umeenda benki, utakuta wamekuambia kuna kwenye ile dirisha lao, kwenye nani, kibao chao cha foreign exchange, utakuta bei ziko mbili. Maana yake kuna bei ya kununulia wao benki kutoka kwako, na kuna bei ya kukuuzia wewe kama unataka. Umeenda labda na haya kwa Daudi atakliki
pataga tipu tipu za wazungu. Ah, umeenda labda una dola yako labda 100, unataka kwenda kuibadilisha, kuna hela ambayo kuna reti ambayo benki watatumia kuinunua kutoka kwako, ambayo kimsingi itakuwa iko chini kuliko wewe ungekuwa unaenda kuinunua hiyo dola. Kwa hiyo ule mpishano, ile spidi kati ya bei ya kununulia kutoka kwako na bei ya kukuuzia wao, ndio faida yao. Kwa hiyo the same kwenye kwetu huku, kwamba euro moja inauzwa kwa hii hela, kwa hii dola, au kununuliwa kwa hii dola. Ndio maana utakuta ziko mbili kwenye koti yako hapo, kwamba kuna bei ya kununulia na bei ya kuuzia, ila kimsingi commodity ni hii hapa. Ingekuwa tunataja commodity zote unaziona ni currency, la moja ni bidhaa, moja ni fedha ya kuifanyia biashara hiyo bidhaa, na bidhaa ni ile inayoanza mwanzo kwenye huu muunganiko, kwenye hii pair. Kwa hiyo bidhaa inaitwa base currency, alafu fedha inaitwa coat currency. Nina kipaji pia cha kufundisha, ulitegemea hamtaelewa, mtakwama nyie tu. Mtoto wa walimu. Kwa hiyo base currency na coat currency iko katika mfumo huo. Kwa hiyo kuna wakati sasa nitakuwa nataja tu kwamba base currency ni hii, coat currency. Yani sitakuwa nakwambia kwamba nikitaja tu base currency unatakiwa ujue nimeongelea ya mwanzo pale. Sio kitu kigumu, ni kitu tu cha kukielewa, sio kitu cha kukariri. Kwa hiyo euro inakotiwa, ndio maana nikakwambia muda ule kwamba ishu ya koti, tukisogea mbele hapa, hatujafika hiyo mbele nayoisema. Tukisogea mbele, hatutaongelea kama koti ni bidhaa zinazoonekana. No, koti ni kitendo. Kwa hiyo pale ambapo market maker ana koti price ya euro, kwamba yuko willing kuiuza labda kwa hii hapa au kuinunua kwa hii hapa, anayoikoti ni euro. Maanake yeye akiwa na USD, wewe kwako unamuuzia euro, yeye anakupa USD. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunakusoma mwalimu. Okay, sawa. Kwa hiyo base currency maana yake ndio hiyo, kwamba base currency ndio fedha, ndio bidhaa, alafu coat currency ndio bei, ndio fedha ya kuifanyia biashara hiyo bidhaa. Kwa hiyo tukitaja euro USD hapo, base currency ambapo bidhaa yetu ni euro, maanake euro moja inanunuliwa kwa USD kadhaa. Tungeweka labda nini, tunatangulia Kenya au Tanzania? Kenya kwa sababu ni kubwa. KS nini sijui, Kenya shilingi zidi ya T shilingi, maanake Kenya moja inauzwa, sarafu moja ya Kenya inauzwa kwa Tanzania shilingi kadhaa, ama kununuliwa kwa shilingi kadhaa, maanake tungekuwa tuna trade. Kwa hiyo mwalimu, kubwa inamaanisha kama hapo ulivyosema hii euro afu kaja USD. Euro ni kubwa kuliko USD, sasa ndo maana yake. Yes. Yeah. Na hii euro sasa kwa hii concern hapa, hii ndio bidhaa sasa. Yes. Kwa hiyo ile inayokuwa kubwa ndio inakuwa bidhaa kwenye kunani. Ya mara nyingi ndio iko hivyo. Sijai kuona kwamba coat currency imekuwa ndogo. Maana yake sasa nahisi huku tungepata negative. Tuko sawa. Kwa hiyo euro ni base currency, alafu USD ni coat currency. Gold, kimsingi gold ndio commodity pia,
alafu ndio hata kama ingekuwa ni currency ingekuwa vile vile. Kwa hiyo uh, gold ni maana yake hapa ni gold kwa kutumia United States dollar, ambapo commodity yetu ni gold. Ukiona kwamba kule mbele ya gold utakuta labda elfu nne sijui mia ngapi, maana yake inanunuliwa onzi moja, kale ka kipimo kadogo kabisa ka gold kananunuliwa kwa uh, dola 4,000. Ni kama jana nafikiri ilikuwa 4,000 mia ngapi sijui hizo dola. Manake ni Mtanzania sasa, kwamba cha kwanza tutaipeleka kwenye dola, kisha ndipo tutairudisha kwenye local currency, ambapo sasa kwamba tumepata kwamba labda ina uzito labda huu hapa, na uzito huu unanunuliwa labda kwa dola 4,000, ndio uzito mdogo kabisa. Uzito kwa dola 4,000 mia ngapi sijui, ndio tunaikonvert tena hiyo dola 4,000 kwenye local currency ni kiasi gani, ndio unalipwa sasa wewe ukipeleka dhahabu yako, kwa sababu ni kama nilivyokuambia kwamba dola ya Marekani ndio universal benchmark ya price ya gold. Sasa Naam, sema tu. mwalimu, mimi hapa kama nachanganyikiwa kidogo. Ehe, Kinachoanza ndo bidhaa, si ndio? yes, yeah, Kinachofuata ndo fedha ya kununulia hiyo bidhaa, si ndio? yes, Kinachoanza ndo chenye thamani kubwa, kama Ye- nimekuelewa ulivyokuwa unaongelea ya Kenya kipindi ndiyo, hicho, ndiyo, ulivyokuwa ndiyo, unaongelea ndiyo, Kenya. ndiyo, ndiyo. Sasa fedha, mimi sielewi, unajua mimi na akili ndogo. Ndi- Kama bidhaa ndo kubwa, hii fedha itanuaje sasa? Kama fedha ndo nani sasa? Au mimi ndo sielewi, inawezekana mimi ndo Sasa nachanganya. utatumia fedha nyingi, Tafasiri yako kwamba utumie fedha nyingi. kwamba ina thamani kubwa. Ndio maana sasa kwamba ngoja turudishe hapa. Ndio maana sasa Ah, kwamba hapa kwenye Euro USD, ndio maana nikakwambia kwamba utakuta ni 1.3 kadhaa, inaweza ikawa hata 1.34 au 1.38, vyovyote vile, lakini hapa utakuta ni 4,000 labda 600, maana Na yake hii ndo ya kununulia, yes, na huku na labda elfu pia nne mia kuuzia sita lazima labda iwe na. 20, huku labda 4,620. Maana yake goldi moja sio sawa na euro moja, sio sawa sio sawa na USD moja. Hapa iko chini, maana yake bei ya euro, thamani ya euro ndio iko chini, ila thamani ya goldi ni hii hapa, lakini kipimo bado ni USD. Unahitaji USD 4,600 kuipata hiyo onzi moja ya goldi, ila unahitaji USD moja pointi hizo kupata kupewa euro moja, kuuza euro moja labda tuseme, ama kununua euro moja. Doti imeungana hapo. Hadi tunavyokwenda nitakuwa nazidi kuelewa, naelewa taratibu. Uliza tu, kwa sababu ndo msingi wenyewe huku. Uliza na maelezo tofauti na version mbalimbali za maelezo. Uliza, nitajibu kwa mfumo mwingine. Tuendelee mwalimu, tuendelee. nataka utumie version ya slow learner. Hapo. Tunaweza tukaongea hata Kisukuma. Mi hata mimi mko anafundisha. Mi niweke kwenye hilo tu grupu saidie. Sawa bwana, najisikia vizuri kufundisha Matorangi. Kaga alifundisha sijui nini nini, wakati tunaanza kutafuta wote memkwa
Jiona kama mtaalamu. Mimi yani kwaga na kufundisha, ndo maisha yanavyobadilika. Sasa hivi nitakukalisha siku zote kwa miezi yote hii miwili utakuwa una unachojua yani. Kweli hii tabu hii. Usiboleke bwana nani Daudi na Edward. Haipasi kuwa napenda mfumo tunaoenda nao, kwa sababu vitu hivi ni vigumu. Ukivifanya tu serious sana, kichwa kitakuwa yani, hautapenda hata darasa. Twende hivi hivi, twende, tutafika. Kasi yetu ni nzuri. Mimi ndio napaswa nihofie muda, kwa sababu tayari ila nyie msihofie muda. Hii ndio nitapoteza zaidi kama nitatumia muda mwingi na nyie, ila kwa hiyo nisipohofia mimi, nyie mrelax. Bidhaa zetu nimesema ziko katika mfumo wa pair. Base currency ndiyo inayofanyiwa kazi. Base currency ndiyo tunayoifanyia valuation. Tukisema sasa hivi bei zinapanda, ni bei za base currency. Sasa hivi bei zinashuka, ni bei za base currency, ni bei za bidhaa. Tukisema sasa hivi central bank wana control inflation, maana yake wana control inflation ya bidhaa, sio inflation ya currency, inflation ya bidhaa, kwa kutumia court currency, kwa kutumia fedha. Kwa hiyo tunapoongelea sasa hivi, labda tukifika advance kidogo, tutakuwa tuseme kwamba labda hii pair iko kwenye uptrend, maana yake base currency bei yake inaenda ikipanda. Iko kwenye down trend, maana yake bei yake inaenda ikishuka. Kwa hiyo base currency ndicho kitu tunachokishughulikia, ndio kitu tunachokifanyia analysis, lakini kinakuwa affected na performance ya court currency. Sometime base currency sio yenye shida mpaka ikajikuta inashuka bei, ila sasa court currency ikipata nguvu, automatically base currency itashuka bei, bei yake itaenda chini. Kwa sababu gani? Tunapima kitu kinaitwa relative strength. Zote zinaweza zikawa ni currency, zote ni currency, sio lazima iwe ni gold, zote zikawa ni currency. Ya kwanza labda ni euro, USD, zote ni currency. Kwa hiyo tukawa labda kwenye trend ya kupanda, maana yake kinachopanda hapa ni euro. Ili euro ili hii trend ya hii pair ipande, iwe kwenye kupanda, huyu lazima euro awe na nguvu outperform USD. Anaweza euro akabaki vile vile, asiwe ameongeza nguvu, ila USD hafanyi vizuri, pia tutapata bei ya euro zidi ya USD itakuwa ikipanda. Inawezekana kabisa euro zidi ya sarafu nyingine labda kama paundi, inaweza kabisa ikawa ni kwenye down trend. Kwa sababu gani? Tukiweka euro GBP, maana yake GBP ina nguvu kuliko euro, tutaiona bei iko kwenye trendi ya kushuka. Kwa hiyo sasa court currency kama ina nguvu kumshinda huyu, sio tu nguvu, maana yake zidi ya nani? Tunapima relative strength, uhusiano wa nguvu kati ya hivi mbili, kati ya commodity na fedha ya kuifanyia biashara, kati ya currency, I mean base currency na court currency. Kwa hiyo
Ndio maana nikawaambia kipindi naambia kwamba nitawachagulia gold kwa sababu haina mambo mengi. Unapotrade euro, unapotrade pair yenye currency, maana yake unatakiwa ufanye valuation ya vile vinavyoipandisha ama kuishusha thamani euro. Maana yake tunamonta performance ya uchumi wa ili bara hili la Umoja wa Ulaya, yale wanayoyafanya yataiasiri vipi euro, lakini at the same time umonte kile kinachofanywa Marekani kitaiasiri vipi USD. Kwa hiyo ukitrade currency unatakiwa uzame kwenye uchumi wa mataifa mawili kuangalia mwenendo wa yale wanayoyafanya yataziasiri vipi currency zao. Ila nikaambia ukitrade commodity kama gold, maana yake utazama huku tu peke yake, kwa sababu kile wanachokifanya wao ndicho kitakachoiasiri hapa. Maana yake utakuwa umejiondolea mzigo wa kutafuta fundamentals zinazoiasiri euro, maana yake zinazoasiri base currency na court currency, utajikita kwenye kimoja tu. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia ni shortcut kidogo kuitrade gold kuliko kutrade currency. Maana yake utatakiwa uwe aware kinachoendelea labda Uingereza, kinachoendelea labda kama una trade labda USD CAD, kinachoendelea Canada na kinachoendelea Marekani. Ila nikitrade gold, maana yake najikita tu kwenye Marekani peke yake. Tuko pamoja hapo? Sasa mwalimu, unajua mwanzoni nilimeza bana, kumbe hii sio PID. Nilimeza mwanzoni kwa ile hapa nilikuwa nimeshakalili hapa nasema euro afu ikaja USD. Nikajua saa euro ndo ina value sijui kubwa au tusemeje, ndo bidhaa. Kumbe inategemea na mazingira. Hii USD inaweza ikatangulia afu euro ikawa kulia kwa. Yaani ndo ikawa base currency na ni USD labda mfano afu euro ikawa court currency. Haya mambo yanabadilika au? Sawa, nimekuelewa. Pair itabaki vile vile kama ambavyo imetengenezwa mwanzo, itabaki ni euro USD. Ila sasa ikatokea kwamba base currency ana underperform kuliko court currency, bei itashuka. Kushuka haimaanishi sasa itaenda mpaka kwenye negative. Ilikuwa labda ni 1 labda hata tuseme 8, itashuka labda 1 kwenda labda hata 0.7 ama labda 7.2 ama whatever. Inaweza kabisa ikaenda labda mpaka 0 hizi tunasema kwamba labda 0 hata 5. Kuna currency inauzwa hivyo, maana yake bei yake imeshuka tu, bado ni kubwa. Hii ni kubwa kuliko maana yake euro 1, yes, inawezekana euro 1 inauzwa kwa 0 hapa. Yes, nimeshawahi kuona hicho. Kwa hiyo ni kwamba yes, kwa maana hiyo hapo, maana yake euro inaweza ikawa ni kubwa kuliko court currency. Issue ni kwamba bei ya huku ni bei ya kile tunachokiona huku ni bei ya base currency moja. Issue ni hiyo, isikuchanganye kwamba kwa sababu hii huku imewekwa huenda siko sahihi kwamba lazima iwe ni kubwa, kwa sababu pia nishawahi kuona 0 ni mfano wa euro GBP, nafikiri inauzwa kwa 0 sijui kadhaa, maana yake GBP ni kubwa, ila kwenye kupangiliwa imeanza euro. Sijawahi kutafakari hicho kitu, ila umenitafakarisha, ila jibu lake ndio hilo. Paundi ni kubwa kwa euro, ndio
Yes, paundi ni kubwa kwa euro, lakini paundi ni katika pea hutakuta inaitwa GBP euro, inaitwa Pound euro moja. GBP. Mm. Yes, ni euro GBP, maana yake euro moja inauzwa kwa 0 point kadhaa, maana yake ni kubwa. Mm. Yes, uko sahihi kabisa kwamba kwa hiyo ni mimi ndio nilikosea kusema ni kubwa, ila issue ni kwamba kinachotokea sasa kwamba tukasema tuko kwenye down trend ni kwamba bei ilipokuwa mwanzo inazidigi kushuka. Kwa sababu gani? Court currency nani, base currency, court currency anafanya vizuri. Kwa hiyo sio kitu ambacho kita cha kukariri sasa kwamba nani kwamba court currency lazima awe mkubwa, ila cha kukariri ni kwamba bei unazoziona huku ni za huyu hapa base currency. Kwa hiyo tukisema tuko kwenye uptrend, maana yake ni kipindi ambacho base currency inafanya vizuri. Tukiwa kwenye down trend ya hiyo pair, ni kipindi ambacho base currency inazidiwa maendeleo ama inazidiwa nguvu na court currency. Sio lazima iende kwenye zero, inaweza ikawa ilikuwa ni 1.7 sasa hivi ikaenda labda 1.3. Nakumbuka sisi kipindi miaka ile tunaanza kutrade, euro ilikuwa ni 1.4 kadhaa, ila maanake euro USD ilikuwa ni 1.4 sijui pointi ngapi huko miaka kama 10 iliyopita. Ila baadaye ikaja mpaka ikaenda 0.0. Hii ikibadilika, nimekuambia desimali zinakuwa ziko 5. Ikibadilika hii desimali ya kwanza kabisa, sijui ndio ya kwanza hii kabla ya hizi huku, maana yake ni badiliko kubwa sana kwenye currency ama kwenye hiyo bidhaa. Mara nyingi inabadilika labda desimali ya 4 huku, ya 4, sorry, inabadilika desimali ya 4 ama ikisogea sana yani. Hii kubadilika hapa ni hela nyingi sana, ila sasa ilikuja kwamba ikabadilika mpaka huku. Hatukwenda kwenye kuiasili kabisa hii hapa kwamba nayo iwe zero, ila tulienda kwenye kitu kinaitwa, tuliita parity, kwamba euro moja sawasawa na dola moja, maana yake imekuwa 1.0 kutoka huko. Maana yake euro alikuwa kwenye kushuka zaidi ya sisi tulivyoikuta. Nikakwambia ikibadilika hii tarakimu desimali ya kwanza hapa, tukifika kwenye pips mtazielewa kidogo hizi hapa, ila sasa hivi ikibadilika hii hapa ni badiliko kubwa sana. Kama ni kupanda mpaka ikafikiwa hii, mara nyingi zinaishia huku tu kwenye 10 sijui mangapi manini huko ndio. Kwa hiyo sasa nikirudi kwenye nani yako ni kwamba ni sahihi, inawezekana kabisa court currency ikawa kubwa kama huku namba itakuwa inasoma 0 point, ila ambacho hakisomi ni negative, manake sasa upewi bure sasa nani. Kwa hiyo inaweza kanani kwamba samani, yes, afu logic halisi tu ni kwamba wewe unaweza ukaenda benki kuibadilisha T-shilling, ukaenda benki kuibadilisha, ila unaweza tena ukaenda benki uibadilisha, wakupe nini? Wakupe dola, ila ulichopeleka value yake ni ndogo kwenye dola. Ila pia unaweza ukaenda kununua dola kwa kutumia T-shilling. Cha msingi tu kwamba ukiibadilisha equation, maana yake sasa ni kwamba unachokitaka ni kipi. Ila tu hapa katika mfumo huu hapa ni mfumo tu wamezipanga ili tujue, yani kwamba ni kana kwamba kwenye hiyo platform ya kutradia ni kwamba hautakuta zimebadilishwa, ilo utakuta pea ndio iko vile vile, ila wewe ungetrade physical sasa, sio spot. Sasa ungetrade physical sasa, kwamba naenda benki, ungeweza kuruhusiwa kwamba bana, unapaswa ukija benki uje tu na euro, kwa sababu euro ndio base currency. Unaweza ukaenda na T-shilling kwenye pea yako hiyo unachotaka kutrade,
unachotaka kubadilisha, kwamba nabadilisha euro dhidi ya Tanzania shilingi. Sijui nimesomeka hapo. Mwalimu, nimekuelewa. Najua tazidi kuelewa tunavyoendelea. Issue nahisi kwamba nilikuchanganya niliposema kwamba iwe huku, nili oversimplify kwamba iwe kubwa nani base currency, nikagundua kwamba kuna zero pia zinawezekana, na pia in actual sense katika ulimwengu halisia ni kwamba unaweza ukaenda na Tanzania shilingi benki ambayo ni ndogo kuliko euro, kuliko dola, kuliko euro, lakini ukataka kupewa euro, maana yake tuende na nyingi ili uweze Pate kuinunua, kidogo. uweze kupewa dola moja, maanake uende na 2,600 Tanzania shilingi, ila ukienda na 2,600 utapewa dola moja. Ila ukipeleka dola 2 utapewa 5,000 nyingi, si ndio? Yes, sio issue complicated, ni issue nani tu. Nilikuwa naongelea kwamba base currency ndio inayofanyiwa kazi. Kwa hiyo tukisema kwamba tuko kwenye uptrend, maana yake ni nini? Inayoenda ikipanda ni base currency kumshinda mwenzake court currency. Tuko kwenye down trend, maana yake kweli base currency anaweza hajafanya vizuri, ila court currency ameongezwa nguvu kumshinda huyu base currency, itashuka. Kwa hiyo tutahitaji base currency nyingi kuipata court currency. Ndio maana sasa ikifanyika hivyo, trend ya bei itainama kwenda chini. Ni ishu ya kuelewa tu hapo, hata sio utaalamu. Ukasema hicho nichokielewa nisha ukielewe hicho. Haya, tunaenda pale pale sasa kwenye kwamba najaribu kuelezea tu vipengele vilivyoko kwenye nini, kwenye MT4 MT5. Sasa katoka hapo kahisi kama nimeshakuwa mtaalamu bado. Kwenye hapa unataka kuzidania sasa. Ndio maana nilipenda kwanza jana kwamba mwanze kwa kufanyaje, kwa kuipata kwanza hiyo app ya MT4 ama MT5 ili vipengele sasa vianze ku make sense. Hapa tulisema hii simbo ndio ya kuipata hii page itakayokuleta kwenye hizi quotes. Kimsingi kabisa quotes ni hizi bei ambazo zinaikoti sasa nini base currency, kwamba euro moja kwa kipindi ambapo napiga screenshot ilikuwa inanunuliwa kwa hizi hapa, ila wakati huo gold moja ilikuwa inanunuliwa kwa hii bei na kuuzwa kwa hiyo hapo. Lakini sasa unataka labda kuongeza kwenye peji yako, unaitafuta gold lakini haionekani, maana yake utatakiwa sasa uje kubonyeza hapa. Ukibonyeza hapo patakupa sasa option, unaweza ukakuta bloka kakupangia vizuri, labda kwenye grupu lako labda ni commodity, hicho unachokitafuta utakisearch pale, utaiona. Ukibonyeza hapo itajileta automatic. Ukibonyeza tu, ukigusa huko ulikoikuta itaanza kuwa inaonekania hapa. Ukitaka kuifuta, labda hutaki, unataka tuwe na chache, unakuja hapa hapa, itakupeleka sasa kwenye delete. Utaifuta, itaacha kuonekana. Hautaifuta kwa bloka ile, itaacha kuonekana kwenye hiyo peji yako ya quotes. Hicho kikasa kinapotea. Hebu nenda hapo, ukitaka kuiona ni wapi? Ni kwenye kimshale kinachoshuka kwenye hiki kimshale cha kujumlisha hiki hapo. Kujumlisha ndo unaiona kama hujaikuta hapo kwenye dashboard kwenye hapo, manake unaiongeza, manake ni add. Aha. Kuifuta unakuja kwenye hii peni ya kuedit. Yes. Kwa hiyo hapo napo sio kitu cha kutukalisha sana. Twende mbele sasa, japo dakika zimebaki 2 tu. Kipengele kinachofuata ni cha candlestick. Sasa candlestick sio lazima iwe iwe candlestick, ila tunasema ni representation ya bei. Sasa bei inaweza ukaiona katika
sijui nisemeje kwa urahisi. Cha kwanza, ili kupata hicho kipengele ambacho tunakitaka ni hii hapa. Nataka niende kwenye chat live kabisa. Kupata hicho kipengele ni hii hapo. Ukibonyeza hapa itakupeleka sasa kwenye candlestick. Candlestick nitaielezea sasa kwamba candlestick ni nini. Sijui dakika zitanitosha hapa. Candlestick ni kile ambacho kinakuonesha bei, mwenendo wa bei. Bei imefika labda kwenye ngapi hivi, maana yake inaweza ikawa katika mfumo wa grafu, ikawa mfumo wa line, sio kendo tena, ni shumaa, ikawa mfumo wa tunaita bar chart. Ngoja tuende tu, wasiwasi wangu mpaka nafika huko dakika zitakuwa zimeisha. Tuishie hapa tukianza tutakuja tuanzie hapa hapa kuliko tukimbizane. Okay, kwenye candlestick. Yes, tutakuja tuanzie kesho hapa kwenye candlestick. Labda kama kuna swali kwenye dakika moja iliyobaki niweze kujibu. Mi sina swali. Sawa, unaweza ukapata swali la dharura huko, utaandika huko kwenye WhatsApp. Mwalimu taandika, ngoja nijitahidi. Kuna alikuwa ananiambia kuattach nani hapa, sijui bank statement, sijui nini, hapo ndo nimekwama. Ngoja na hisi alifanyia ayo asiliatete na hope, ayo mepesi, ayo yangu. Mwalimu ubarikiwe sana mwalimu. Haya.